Mfalme mkuu wa Israeli, Sauli, amelala chini ya mlimani Gilboa, mshale umempenyeza kiunoni. Maadui wamemzunguka. Watoto wake wamekufa. Ufalme wake unaanguka. Lakini swali kubwa ni, je, hii ni mwisho tu wa vita au ni matokeo ya miaka ya uasi dhidi ya Mungu? Tunakaribisha katika Genesis to Revelation episode 93. Leo tunasoma 1 Samueli 31:1-13, kifo cha Sauli. Sauli alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli, lakini alianza kuchagua njia zake kuliko njia za Mungu. Leo tunaona jinsi dhambi ya uasi inavyoleta maafa makuu. Soma nasi. Wafilisti wakafanya vita dhidi ya Israeli, watu wa Israeli wakawakimbia Wafilisti na kuanguka wakiwa wamejeruhiwa katika mlima Gilboa. Wafilisti wakamfuata kwa karibu Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua, wanawe wa Sauli. Vita vikawa vikali juu ya Sauli, wapiga upinde wakamkuta, naye akajeruhiwa sana na wale wapiga upinde. Ndipo Sauli akamwambia mpanda silaha wake, futa upanga wako, unichome nao, usije watu hawa wasiotahiriwa wakaja wakanichoma na kunifedhehesha. Lakini mpanda silaha wake hakukubali, kwa maana aliogopa sana. Basi Sauli akachukua upanga wake akaujingiza. Mpanda silaha wake alipoona kuwa Sauli amekufa, yeye naye akaujingiza upanga wake, akafa pamoja naye. Hivyo Sauli akafa na wanawe watatu na mpanda silaha wake pamoja na watu wake wote katika siku hiyo hiyo. Hebu tuone mambo matatu muhimu ambayo mara nyingi tunayapita bila kuyaona. Kwanza, mpanda silaha wa Sauli alikataa kumchoma mfalme wake. Biblia inasema aliogopa sana. Si uoga wa kifo, bali heshima za kimfalme zilizobaki. Hata katika wakati wa dhiki alimheshimu Sauli kama mfalme aliyetiwa mafuta na Mungu. Pili, watu wa Yabeshi Gileadi walihonga miili yao usiku. Kumbukeni, hawa ni watu ambao Sauli aliwaokoa hapo awali katika vita dhidi ya Amoni katika 1 Samueli 11. Walitoa maisha yao hatarini ili waheshimu mfalme ambaye aliwaokoa. Tatu, Wafilisti walivua silaha za Sauli na kuziweka katika hekalu la Ashitarothi. Hii haikuwa tu ushindi wa kijeshi, ilikuwa ushindi wa kiroho. Walifikiria miungu yao imeshinda Mungu wa Israeli. Lakini hawakujua kuwa Mungu alikuwa anatekeleza hukumu yake dhidi ya uasi wa Sauli. Tunajifunza mabadiliko makuu matatu ya kiteolojia kutoka katika kipindi hiki. Kwanza ni mabadiliko katika utawala wa Mungu. Sauli alichaguliwa na Mungu kuwa mfalme, lakini alianza kufanya mambo kwa njia yake mwenyewe. Katika 1 Samueli 15 alitumwa kuwaangamiza Waamaleki kabisa, lakini alihifadhi vitu vizuri na mfalme wao. Uasi huo ulimaanisha Mungu amemkataa. Mungu hawezi kushirikiana na uasi. Pili, tunaona mabadiliko kutoka hukumu hadi huruma. Hata katika hukumu kali hii, Mungu ameacha alama za huruma zake. Watu wa Yabeshi Gileadi walifanya kazi ya huruma, wakiheshimu miili. Tatu, tunaona mabadiliko katika uongozi wa kimungu. Mfalme ambaye hakumtii Mungu anaacha taifa lote kuharibika. Vita hii haikuwa tu madhara ya kijeshi, ilikuwa matokeo ya uongozi uliopotoka katika njia za Mungu. Hata wanyamapori waliushuhudia mwisho wa ufalme wa Sauli. Nimeona kutoka juu hapa mlimani. Sauli alikuwa mfalme aliyetiwa mafuta na Mungu, lakini alianza kufuata njia zake mwenyewe. Nimeona jinsi uasi unavyoleta maafa. Mfalme ambaye hakumtii Mungu, taifa lake linaanguka. Hii ni funzo kali kwa binadamu wote. Lakini nimeshuhudia pia huruma. Watu wa Yabeshi Gileadi hawakumsahau Sauli. Walimheshimu hata baada ya kifo chake. Binadamu ni wa ajabu. Wamepewa hekima kuliko sisi, lakini mara nyingi wanachagua uasi kuliko utii. Kama vile Warumi saa 8 na madakika 22 inavyosema, sisi sote tunaomboleza kwa sababu ya dhambi zao. Tunasubiri ukombozi. Je, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa kifo cha Sauli? Kwanza, tii Mungu kabla haujafika mahali pa kutoweza kurudi. Sauli alipata muda mwingi wa kutoba, lakini aliendelea na uasi. Kuna wakati ambapo Mungu anasema basi. Pili, omba kwa ajili ya viongozi wetu. Viongozi waliopotoka katika njia za Mungu wanaleta madhara kwa taifa lote. Tunahitaji kuwaombea viongozi wetu ili waongozwe kwa hekima ya Mungu. Tatu, jifunze kutoka kwa makosa ya wengine. Historia ya Sauli ni onyo kwetu.
Usichague njia zako kuliko njia za Mungu. 4. Hata katika wakati wa hukumu, Mungu ana huruma. Watu wa Yabeshi Gileadi walimheshimu Sauli hata baada ya kuanguka kwake. Hii inatuonyesha kuwa huruma na heshima zinaweza kupatikana hata katika mazingira magumu. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa funzo hili kutoka kwa maisha ya Mfalme Sauli. Tunaomba msamaha kwa mara zote ambazo tumechagua njia zetu kuliko njia zako. Tunataka kutii wewe kwa moyo wote. Tunawaombea viongozi wetu, rais wetu, mawaziri, maofisa, viongozi wa kanisa. Waongoze kwa hekima yako. Wape moyo wa kutafuta uso wako na kufuata maagizo yako. Tusaidie kujifunza kutoka kwa makosa ya wengine. Tupe uvumilivu na upendo hata kwa wale waliotuangusha. Kama watu wa Yabeshi Gileadi, tusaidie kuonyesha huruma na heshima kwa wakati unaofaa. Katika jina la Yesu, amina. Asanteni kwa kujiunga nasi katika Genesis to Revelation. Wiki ijayo tutaanza sura mpya, jinsi Daudi alivyoingia katika ufalme. Endeleeni kusoma Biblia yenu. Endeleeni kuomba. Na mkumbuke, Mungu anatafuta moyo unaomtii. Mungu atubariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.